Jina ni Mjukuu Bunduki, kijana Uhuru Kenyatta, mtetezi wa wanyonge, na nataka kuzungumza kuhusu mambo ya Hospital Mediheal kule Eldoret. Na kwamba nataka kuambia wanasiasa wa Kenya waachane mambo ya kusumbua wawekezaji. Ya kwamba kuna wanasiasa ambao wanataka wananchi wazidi kuteseka. Kwa sababu Mediheal ni hospitali ambayo ndio hospitali ya kipekee ambayo iko hapa Kenya, ambayo inaweza weka kidney. Na wanasiasa wetu wa Kenya, hata ukiangalia jana taarifa ya habari ya kwamba Wakenya zaidi ya 10,000 wanasafiri India kila mwaka kwa ajili ya mambo ya kidney. Na huyu Muhindi alifanya jambo ya busara kuleta hii hospitali hapa Kenya. Lakini kwa sababu wanasiasa wa Kenya wameingiza siasa ili wapate nafasi jinsi watapeleka watu nje ili watumie pesa zetu vibaya. Mimi ningependa kuambia wanasiasa wa taifa la Kenya, tafadhali, mali ya maisha wa Kenya mwase kuingiza siasa. Hiyo hospitali imekaa hapa Kenya muda mrefu. Tumeona watu ambao wametibiwa katika hospitali hiyo ambao wanatembea hadi leo hii. Why now katika hii serikali ya Kenya kwanza ndio mambo ya vitu ambao haina mguu, haina mwelekeo ndio anatuambia kwamba Mediheal sasa wamehusika na jambo ya kuuza kidney. Ningependa kuambia politician wa Kenya, muache kuingiza siasa kwa taifa la Kenya kwa sababu mambo ya public hospital mumenunua vitu kama mashini ya kufanya uchunguzi ya kansa, pia hamjaajiri madaktari. So hizi ndio vitu ambavyo nyinyi mnatafuta naye pesa kule nje. Mnataka Wakenya wakufe kwa kansa, mnataka Wakenya wakufe kwa mambo ya kuweka kidney kwa sababu tamaa yenu ya utajiri ya wanasiasa wa Kenya. Ningependa kuambia taifa la Kenya na viongozi uliko sana serikali ya Kenya kwanza, mkaa mbali na siasa duni ya kuharibu biashara ya watu. Huyu Muhindi ametoka India, amekuja kuwekeza hospitali hapa Eldoret, Kenya yetu, kwa ajili ya mambo ya maslahi ya wananchi wa Kenya wa chini yenye hawezi afford kuenda kule India kupanda ndege na kutibiwa na kurudi Kenya, kwa sababu kupanda ndege sio shilingi 2 kama pesa ya matatu. So wanasiasa wa Kenya wanataka wananchi wazidi kuteseka, wamtuletea mashini ya kufanya uchunguzi ya kansa na bado haifanyi. Wote wamerundika, wanaleta hizi mashini kwa ajili ya mambo ya kukona wananchi. Mashini inaletwa, daktari ya kufanya, kwa hiyo mashini haipo. So ningependa kuambia wanasiasa, mukae mbali na mambo ya hospitali Mediheal Hospital kule Eldoret. Mukae mbali kabisa. Tunataka taifa letu ikuwe na wekezaji ambao wanajali maslahi na afya wananchi. Muhindi ametoka India, amekuja Kenya. National government na county government wako hapa Kenya hawawezi kujiwekeza. So mwekezaji ametoka India amekuja kuwekeza kule Eldoret kwa manufaa ya mwananchi, kwa manufaa ya mnyonge, na bado mnapiga vita. Mwananchi tutakubali kama hiyo? Tutakubali kitu kama hiyo? Tutakubali kitu kama hiyo? Tunataka kuambia national government, kama county government imewalemea na mambo ya matibabu ya wananchi, why not private sector sasa mnaanza kuingilia? Ani mjetosheka kukula mali yetu katika kwenye public hospital. Sasa mumeingia private partner ili muanze kukula tena serikali ama mali ya wekezaji binafsi. Tunataka kuambia Mediheal Hospital kule Eldoret haina mambo ya kuhusikana mambo ya kuuza kidney. Hii serikali ya Kenya kwanza wanatafuta kama utoi wanakuwekea makosa, then ukisaweka scandal wanafunga ili wananchi waende kutabika. Tunataka kuambia tutasimama na hospitali ya Mediheal Hospital kule Eldoret kwa maslahi sisi kama wananchi. Kwa sababu mtu hawezi toka Western, atoke Nyanza, atoke Kisumu kwa ajili anakuja kutafuta matibabu sijui Kenyatta Hospital. Na kule kuna hospitali karibu ambayo imewekwa tangu jadi hospitali iko inafanya kazi. Tumeona watu ambao wamefanya operation wakawekewa kidney inafanya. So tunataka kuambia wanasiasa, mkae mbali sana. Mushrim mwenye hospitali ni Muhindi ambaye amekuja kuweka mali hapa Kenya yetu. Why now? Ni nini serikali inataka? Kama mambo industry Wahindi ndio wameleta. Hizo mambo ya biashara ni Wahindi. Ni nini Kenya wanataka? Serikali ya Kenya inataka nini? Hiyo ndio tunataka kuuliza. Ni nini serikali inataka? Kama Muhindi amekuja hapa kuwekeza, mnampiga. Msunga kuja mnampiga. Mwekezaji akiweka mnaweka ushuru juu. Shida ya serikali ya Kenya kwanza ni nini? Hiyo tunauliza. Tunataka kuambia muachana na hospitali ya Mediheal Hospital kule Eldoret ambayo mwenyewe mshira amekuja kuwekeza mali yake hapa Kenya. Kwa sababu tunataka wawekezaji kwa ajili ya maslahi ya wananchi. Wanasiasa wako na pesa. Unapata mbunge akona 60 million, hiyo ni insurance ambaye anafanya naye kazi within 5 years. 60 million, hiyo ni mbunge moja ambaye anaweza aende India, aende Canada, aende US kwa matibabu. Wewe mwananchi utaenda wapi?
Sasa wakati Middle Hospital imeletwa hapa Eldoret kusaidia Mkenya, unapata wanasiasa wanaanza kuingiza siasa ndio sisi tusipate matibabu. Tunataka kuambia sama enough is enough. Mwache kukon wananchi nyinyi kama wanasiasa wa Kenya. Jambo langu ya pili. Hapa Embakasi South. Embakasi South since Mheshimiwa Sumra atolewe kama mbunge kwa sababu kabila. Ukiuliza wanasiasa ambao wamechaguliwa hapo, ni nini mmefanya? During Sumra watu walikuwa wanapelekwa abroad kwa kazi kwa sababu yeye ni Muhindi akajua connection. During Sumra alikuwa anapeleka watu kwa kazi kwa sababu ni Wahindi wenzao. During Sumra kila mtu alikuwa anapewa basi bila ubaguzi. Saa hii watu wanatuambia kabila moja ndio wanafaa kupewa ticket, wanafaa kupewa nini? Mambo ya CDF. CDF inafaa kupewa kila mtu. So tunataka kuambia during Sumra kila mtu alikuwa anapata haki yake. Na during Sumra kila mtu alikuwa anapelekwa kazi. Na Sumra alikuwa anagawa msaada kwa wananchi. Mwaga ameingia nini mwaga amefanya? Basari hatuoni. Barabara hakuna. Pipeline ni matopi kila mahali. So yeye pesa anapewa CDF hatuoni mahali anapeleka. Sasa unataka kutuambia sasa mnataka kujaza kwa sababu kabila. Tunataka kiongozi kama Sumra. Watu ambao wakisimama anapeana kazi. Tulinganisha Sumra na Babu Owino hapa Soweto. Soweto hapo kuja kila mtu anapewa bashara yake. Na hiyo ndio Sumra alikuwa anafanya. Saa hii uwezo wana mbunge atanapeana mwenyekiti wa CDF. Wewe unakuanza chama na CDF anaanza kupewa wananchi CDF. Kwani chama na CDF ndiye alichaguliwa ama mbunge ndiye alichaguliwa? Kwa nini Babu Owino anakuja hapa kupeana CDF peke yake? During Sumra the same Sumra alikuwa anakuja kupeana CDF peke yake. So tunataka watu kama Sumra warudishe kwenye uongozi. Mambo ya ukabila tutaki hapa Kenya. Hao Wahindi wameshikilia watu. Kwenda Industrialia ni wao. Hakuna siasa, hakuna mwanasiasa Mkenya ambao kampuni yake Industrialia. Wote ni wazungu na Wahindi. So tunataka kuambia mambo ya ukabila tumekataa. Tunataka viongozi ambao wanapeana msaada. During Sumra wale watu wasiojiweza ambao kutaka ile nini pale mta nini ile hii mtaa ambaye kawaida tu kuenda kule nini mambo ya nini Ruben Mkura kwa Kayaba pale ilikuwa napeana msaada, lakini sasa hii hakuna mtu anaweza peana kwa Mkura kwa Ruben kwa msaada. Ukienda Kayaba kuna mtu anapeana msaada. Kwa sababu gani? Mbunge anaona kwamba yeye ni mbunge ya watu wachache. Mbunge anaona kwamba yeye ni mbunge ya watu wachache ambao wanachagua. So wao wengine wafai. Tunataka viongozi ambao wanapigania watu kama kina Sumra, kina Babu Owino, watu ambao wanajali maslahi wananchi. Sio watu wanajali tumbo zao. Tunataka kuambia kama ni kabila yake ndio mchagua, tuongojeni 2027 tuone kama kabila yake inamrudisha kwenye kiti. Tamnyorosha. Hii hatutakubali. So tunataka kuambia William Ruto na ndugu yake Raila Odinga na kwanza mambo ya hospitali ya Eldoret lazima iangaliwe, muache kuingiza siasa. Kama unataka Wakenya kufa, tuwaambie sisi hamutaki sisi hapa Kenya, tunataka tukufe. Wahindi wametusaidia sana. Kuna sampata ambao Wahindi wametusaidia. Ukiondoa Wahindi sasa tunaelekea wapi? Industry hapa Kenya ni yao. Wanasiasa wanachukua mali wanaiba wanapeleka abroad. Unapata mwanasiasa amejenga nyumba Australia. Unapata gavana amejenga nyumba wapi? Dubai. Wewe si kwani utaenda kuajiriwa Dubai? Muhindi anatoka India anakuja kuwekeza Kenya. Akikuja Kenya mnaanza kupiga Wahindi. Well, enough is enough. Tunataka kuambia Wahindi warudi hapa Kenya wawekeze mali zao. Saa hii kampuni ya Twiga ilikuwa hapa Kenya during Moi regime. Iko Tanzania saa hii. Wamehama Bata. Ilikuwa hapa Kenya. Imeeta wapi? Tanzania. Kwa sababu siasa mbaya ambao wanasiasa ambao tunataka kuwekeza. Wahindi wametushikilia muda mrefu. Lazima hii dhana ya serikali ya Kenya kwanza. Kama wanataka ushuru, watu waambie tax ambayo tunalipa kama Kenya inaenda wapi. Waache mali ya Wahindi na Wahindi wekeze mali zao hapa Kenya. Na Muhindi apendi shortcut. Ndio maana vitu zao inaenda sawa. So wanataka kuingilia siasa ili wafunge vitu vya Wahindi kwa sababu Muhindi apendi mambo ya corruption. Tunataka kuambia waachana mali ya Wahindi, Wahindi wakuwe na mali zao hapa Kenya, na hilo ndio tunasimama kama wananchi kudefend wawekezaji ambao ni kutoka India, sisi kama Kenya. Asante sana, Mungu